Hali ya hewa inaruhusu kabisa na tunahakikisha kwamba haupati changamoto yoyote. Tupo mkoa wa Pwani, wilaya ya Mkuranga, kata ya Kipalang'anda. Tunahakikisha kwamba tunakufikisha sehemu tofauti tofauti na kipindi hiki cha Kilimo Sokoni. Mimi ni Nicholas Lowoko ndiye ambaye nipo pamoja nawe na kipindi hiki cha Kilimo Sokoni. Kumbuka tunahakikisha kwamba tunakufundisha masuala mbalimbali yanayohusu mifugo, yanayohusu pia na kilimo. Leo hii maajabu yalioje, maajabu makubwa sana. Tunakuja kuzungumzia zao la nyanya. Kwa nini mkoa wa Pwani umekumbana na changamoto katika uzalishaji wa zao la nyanya, na kwa nini zao hili la nyanya limeweza kustawi? Mbegu hii ya Dhahabu F1 kwa nini imeweza kustawi? Kuna vitu gani ambavyo vya msingi hapo? Kwa nini ubora wake umekaa kwa namna gani? Nikusihi sana, nikombe sana ufuatie pamoja nasi katika kipindi hiki cha Kilimo Sokoni. Tutakuwa na mtaalamu hapa Yasini, yeye akitufundisha kwa uzuri kabisa kwenye upande mzima wa mbegu hii ya Dhahabu F1. Wanasema mbegu bora kwa mapato mazuri. Karibu tuende shambani tukaelezane ubora huu wa nyanya unayoiona hapa. Hii ni Dhahabu F1 iliyokaa katika system nzuri kabisa. Ina viwango vya kutosha kabisa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mbegu hii imepita katika mchakato uliokuwa makini, na ndio maana imetoka namna hii. Na katika mkoa wa Pwani, haijalishi kwamba mbegu zingine hazioti za nyanya, lakini Dhahabu F1 imepata nafasi kubwa sana ya kuweza kuota katika mkoa huu wa Pwani. Ni maajabu ya tofauti kabisa. Mkoa wa Pwani leo hii tunavuna nyanya na tunalima nyanya. Ni kitu cha tofauti sana. Twende kwa Yasini akatuelekeze namna gani ya kuweza kuhakikisha kwamba unapanda zao hili la nyanya na unapata matokeo yaliyokuwa chanya kabisa. Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Yasini Ramadhani, ni afisa kilimo kutoka kampuni ya mbegu ya East West Seed, ambapo nahudumia ukanda huu wa Pwani. Kulikuwa na mtazamo mingi, baadhi ya wakulima walikuwa nasema mbegu ya nyanya haiwezi kukalima ukanda huu wa Pwani. Lakini walikuwa na mtazamo mzuri kwa sababu ya changamoto ambazo wakulima walikuwa wanakutana nazo. Changamoto kubwa sana kwa ukanda wetu wa Pwani huu wa zao la nyanya, wakulima walikuwa wanakutana sana na changamoto ya mnyauko, hasa ile ya kibakteria. Ukiangalia kwenye maeneo mengi sana ya ukanda wetu huu wa Pwani, wakulima wengi wanakutana nao kwenye zao hili la nyanya. Lakini pia vile vile kulikuwa kuna changamoto nyingi sana na wakulima wengi wanakutana nazo, tunasema za kuoza kitako. Nyanya inaungua huku chini, inatengeneza kovu jeusi. Ukiangalia kwa ukanda wetu huu wa Pwani, hizo changamoto wakulima wa kipindi cha nyuma walikutana nazo sana. Lakini pia vile vile tunasema vile ukanda wetu huu wa Pwani ni ukanda ambao unakuwa na hali joto sana. Kwa hiyo unakuta zao la nyanya wakulima wengi walikuwa wanashindwa kuzalisha. Lakini kwa uwepo wa kampuni pendwa ya East West Seed, wametuletea mbegu inayoitwa Dhahabu F1, ambao hii dhahabu imekuja kuondoa changamoto zote ambazo wakulima walikuwa wanakutana nazo. Changamoto ya kwanza, wakulima walikuwa wanakutana na changamoto za minyauko. Nyanya inashangaa inatoa maua, inanyauka yote. Kwa hiyo kwa mbegu yetu ya dhahabu huwa ina ukinzani, ina ustahimilivu mkubwa wa changamoto hizi za magonjwa ya minyauko, hasa minyauko ile inayosababishwa na bakteria. Lakini pia vile vile tunasema tatizo la kitako. Unazalisha nyanya yako ikishafikia stage ya matunda yanaungua huku chini. Dhahabu hii tatizo huwa halipo kabisa. Kwa hiyo wakulima wamekuja kuondolewa hilo tatizo kabisa kwenye zao la nyanya kwa mbegu hii ya dhahabu. Lakini pia vile vile tunasema ukanda wetu wa joto huu, wakulima wengi huwa wanasuasua. Kipindi cha nyuma walikuwa wanasuasua kulima nyanya. Lakini kwa uwepo wa dhahabu, kwa sababu ni mbegu ambayo unaweza ukailima nyakati zote, kwa maana kipindi cha jua kali au kipindi cha kiangazi. Lakini pia vile vile tunasema kipindi cha masika, cha mvua nyingi. Ni mbegu ambayo inaweza misimu yote hiyo inaweza ikapambana na hizo changamoto. Kwa hiyo basi hapa tuko Mkuranga, kata moja inaitwa Kipalang'anda. Na hili shamba naloliona hapa ni shamba la nyanya aina ya Dhahabu F1. Kwa mkulima wetu huyu, kipindi cha nyuma alikuwa kutana sana na changamoto hizo, lakini alivyoanza kutumia mbegu yetu ya dhahabu, kwa sababu ya sifa hizo ambazo nimezielezea hapo, ni mbegu ambayo imekuja kuleta matokeo kama mnavyoyaona. Lakini pia vile vile tunasema mbegu ya dhahabu ni mbegu ambayo inakuwa na sifa ya kuwa na tunda kubwa kama mnavyoliona. Lakini pia vile vile ni mbegu ambayo ina tunda ambalo linasafirisha kwa umbali mrefu, kwa maana tunda lake linakuwa na ganda gumu ambalo lina uwezo wa kusafirishika kwa umbali mrefu.
lakini pia vile vile tunasema ni mbegu ambayo inatunda lenye mng'ao, kwa maana ya kwamba hata unapoipeleka sokoni ni rahisi sana au ni kazi nyepesi sana kukimbiliwa na wateja. Kwa hiyo kwa mbegu yetu hii imekuja kutoa vile vilio vyote vya wakulima ambao walikuwa wanateseka kwenye zao hili la nyanya, kwa sababu ni mbegu ambayo imekuja kuondoa zile changamoto zote na wakulima wa sasa wameitumia. Lakini sio Pwani tu, mbegu hii inalimwa nchi nzima. East West wana mabwana shamba, wataalamu wa kilimo, kwa kila mkoa unakutana na mtaalamu wa kilimo ambaye atakuhudumia hatua za awali mpaka unafikia kwenye hatua hii ya mavuno. Kama mkulima wetu hapa tumeanza naye kwenye uandaji wa shamba, tukaja kwenye hatua za kupanda, kwenye masuala mazima ya uwekaji wa mbolea, masuala mazima ya viuatilifu, utapigaje taratibu za upigaji wa sumu hizi za kuzuia magonjwa pamoja na wadudu. Kwa hiyo sisi kama East West tumekuletea mbegu ambayo imekuja kuondoa changamoto zote kwa wakulima ukanda huu wa Pwani, lakini pia vile vile unapata na huduma bure kabisa, unatembelewa shambani, lakini pia vile vile unaenda sambamba kabisa na mtaalamu wa East West, hatua ya kwanza kabisa mpaka unafikia hatua hii ya mavuno. Tunasema hivi, mbegu bora kwa mapato mazuri, lakini mapato mazuri ni haya hapa, lakini yanaendana na kushirikiana mkulima pamoja na mtaalamu wa East West Seed. Kama mnavyoona hapa, mkulima wetu huyu alikuwa ni msikivu sana. Tumeanza naye hatua za awali mpaka anafikia hatua hii. Kwa hiyo tunawakaribisha sana tuweze kujumuika kwa pamoja, lakini pia vile vile tuweze kulima kwa pamoja ili tuweze kupata yale mapato ambayo tunayasema ni mapato mazuri. Asanteni sana. Je, kwa watu wa mikoani tunawezaje kupata mbegu hizi za dhahabu F1? Mpo katika kila sehemu, ama je, nawezaje kupata mbegu hizi za dhahabu F1 na mimi pia nikiwa kwangu mkoani niweze kuhakikisha kwamba nalima hii mbegu? Okay, asante. Nadhani kuna namba ya makao makuu ambayo itapita hapo chini ya screen yako. Utaiona hapo hiyo namba, ukipiga tu utakuwa unaelekezwa kama uko Singida, kama uko Tabora, kama uko Arusha, kama uko Lindi, kama uko Zanzibari, utapatiwa mtaalamu wa East West Seed, kwa sababu sisi tuko kwa kila mkoa. Kwa hiyo unapatiwa namba ya bwana shamba, anakuelekeza sehemu sahihi ya kupata mbegu hii ya dhahabu F1. Na je, naweza nikamtumia mtaalamu wenu kuanzia ngazi ya kwanza mpaka ngazi ya mwisho, kwa maana kwamba hata hatua ya kuuza? Kabisa. Sisi tunasema tunashirikiana na mkulima hatua ya kwanza. Pindi anapoenda kununua mbegu dukani, anapoipeleka shambani, tunashirikiana naye hatua zote mpaka anafikia hatua hii ya kuvuna. Lakini pia vile vile tunakuwa na wadau wetu wa masokoni, tunaita wale madalali au wale wanaokuja kununua mazao shambani. Wale huwa tunakuwa nao kwa kila mkoa, masoko yote huwa tunatembelea, tunakuwa tuna data zao, tunakuwa tuna namba zao, huwa tunawaconnect na wakulima wanakuja wananunua mazao kwa wakulima. Kwa hiyo ndio tunafanya, lakini pia vile vile na zile huduma zote ambazo tunazifanya shambani. Utaandaje shamba, utawekaje kitalu, utazuiaje wale waharibifu shambani, wadudu waharibifu, magonjwa, utazuiaje vyote hivyo, huwa tunashirikiana na wakulima wetu Tanzania nzima, lakini upande wa bara, lakini upande wa Zanzibar visiwani, kwa sababu tunawakilishi, tuna bwana shamba, lakini pia tuna watu wa masoko. Tunasema nahakikisha maeneo yote mbegu zinakuwepo na mkulima anazipata kwa urahisi zaidi. Tumeshuhudia wakulima wengi wakiwa wanawaza namna gani ya kupata mbegu iliyokuwa sahihi, kulingana na vile ambavyo walikuwa wanazungumza kwamba wengine nyanya zinachanika, wengine kama hivyo kitako unasema mnyauko. Dhahabu F1 imekuja kujibu majibu yapi kwa mkulima? Asante, swali zuri. Kama alivyoelezea mtangazaji, ni kweli hizo changamoto zipo, wakulima wanakutana nazo sana. Lakini tunasema hivi, ukitumia mbegu ambayo ni bora, lakini pia ukatumia zile kanuni bora za kilimo, hizo changamoto utaondokana nazo kama mkulima. Ukifuata mwongozo wa bwana shamba, lakini ukafuata mwongozo wa mbegu sahihi kwenye eneo sahihi au kwenye msimu sahihi, utaondokana hizo changamoto. Tuchukulie mfano kama dhahabu.
Dhahabu hii mpaka sasa hivi ni mwezi wa 6, lakini hii mbegu imepanda mwezi wa 4. Wa 4 mzima ni mvua, wa 5 mzima pia ni mvua. Ukija wa 6 hapa katikati mvua zimenyesha, lakini bado unakuta matunda yako hivi, hana hata dalili ya hizo changamoto za kuchanika. Tunasema hii ndio ubora halisi wa mbegu yetu ya nini? Ya dhahabu. Kwa hiyo ukitumia dhahabu, zile changamoto za kitako, kuoza tunda, lakini pia vile vile utauza kwa uwepesi, kwa sababu ni nyanya ambayo ni pendwa pia sokoni. Kwa kumalizia, ili niwe mkulima bora, nini nifanye? Okay, asante, swali zuri. Tunasema ili uwe mkulima bora, kitu gani unatakiwa kufanya? Cha kwanza, lazima upate mtu sahihi wa kukuongoza shambani. Lakini sisi East West hiyo kazi huwa tunafanya. Kwa maana ya kwamba usijichukulie tu maamuzi, unaenda tu dukani kununua mbegu afu unaenda kulima jinsi unavyojua wewe. Unaweza kukutana na changamoto nyingi sana, au unaweza ukaambulia hasara. Sasa sisi kama East West, ili kupunguza zile changamoto za wakulima, na ndio maana East West wamewekeza idadi kubwa sana ya mabwana shamba nchini kwa ajili ya kumwezesha mkulima kupata zile kanuni bora za kilimo, hatua za awali mpaka anafika kwenye hatua hii ya mavuno. Kwa hiyo ukiwa karibu na mkulima, akakushauri mbegu bora, akakushauri zile kanuni bora za kilimo, hakika ukaenda naye sambamba kama mkulima wetu huyu alivyofanya, basi utakuwa umepata mafanikio yako ambayo umeyatarajia. Bila shaka umejifunza mengi kutoka kwa mtaalamu wetu Yasini. Wanasema mbegu bora kwa mapato mazuri. Tupo Kipalang'anda hapa, kata hii ambayo kwa wakati mrefu sana imekuwa kisumbua kwenye namna gani ya kuweza kuhakikisha kwamba unapata nyanya iliyokuwa bora zaidi. Lakini dhahabu F1 kutoka kwao East West Seed imekuja kutatua kila kitu. Na mimi naamini kabisa kuanzia sasa hautabaki hivyo ambavyo ulivyo. Popote pale ulipo ni kuhakikisha kwamba unavuna mbegu zako ukiwa umeshapanda, unavuna mapato yako, unayapata ukiwa na faida ya kutosha kabisa. Nikwambie kwamba dhahabu hii F1 ambayo mtaalamu wetu ametuelezea ina ganda gumu kama ambavyo amelizungumza, haina magonjwa wala haupati shida sokoni, kwa sababu kwanza ina muonekano mkubwa kabisa ambao kwenye soko sasa kwa sisi ambao tunapenda kachumbari, mboga na vitu kama hivyo tunavutiwa nayo. Ladha yake unapokula kwenye kinywa chako iko vyema kabisa. Unaweza kupata wapi mbegu ya namna hii? Kwao East West Seed ni mabingwa uuzaji wa mbegu za mboga pamoja na matunda. Mpaka wakati huu tena tuachie hapa kwa mtaalamu. Je, kwa wakulima nao wanazungumziaje mbegu hii ya dhahabu F1? Tukianza na mwenye shamba, amewezaje kuvuna mapato haya, ameyapata kwa namna ipi, lakini ameanzaje kupata hii mbegu? Lakini je, nini kilimsukuma akaamua kulima nyanya? Tukapata nafasi ya kumtazama yeye akituelezea mwanzo mpaka mwisho hatua hii ameifika kwa namna gani. Karibu. Jina naitwa Festo Daniel Olela, ni mkulima wa mboga na matunda, natokea mkoa wa Pwani, wilaya ya Mkuranga, kata ya Kipalang'anda. Mimi najihusisha sana na ukulima hasa wa nyanya, pilipili hoho na mazao mengine. Lakini nilivutiwa zaidi na nyanya aina ya dhahabu F1 kwa sababu huko nyuma nilikuwa nikilima mazao mengine au mbegu zingine kutoka sehemu nyingine, nilikuwa napata changamoto hasa wakati labda wa mvua, wakati wa jua kali, zilikuwa zinashindwa kuhimili na hata uzaaji ulikuwa unashuka. Lakini baadaye nikaamua kutumia mbegu ambayo ni dhahabu F1 ambayo ilikuja kubadili matokeo kwa kiwango kikubwa sana. Ambapo nilijaribu kwa mara ya kwanza, nililimaga kiasi kidogo, lakini ilikuwa kama majaribio. Lakini baadaye ikaniletea matokeo ambayo ikanifanya nianze kuilima kwa wingi, ambapo mpaka sasa nina uwezo wa kulima hekari nyingi kwa kutumia mbegu ya dhahabu F1, na pia matunda yake yanakuwa kwa wingi. Hata kwa mfano ni wakati wa mvua, matunda ni matunda ambayo hayapasuki, hayasumbuliwi, na hata inakuwa maua hayaanguki sana kipindi ambacho ni cha nini, ni cha mvua. Hivyo basi inaweza kustahimili hali ya mvua. Na kuna kipindi cha joto ambacho niliwahi kulima pia, iliweza kustahimili na ikazaa vizuri na matunda mazuri, na pia inakuwa bado hata kama ni kipindi cha joto inakuwa inaweka mchuzi mwingi, ambapo nikielekea sokoni wakulima wale wafanya biashara
wanakuwa wanaipenda mbegu hii ambao mimi nailima. Hicho ni kitu ambacho kimoja sana kilinivutia. Na yani kilichonivutia ni hiko. Na baadaye kilichonivutia zaidi kwenye changamoto, kwa sababu kilimo kina changamoto, lakini hii jinsi ilivyoweza kuletwa iliweza kukinzana na changamoto nyingi sana, hata za ardhini kama mabakteria, minyauko, ni mbegu ambayo imenisaidia sana, tofauti na mbegu zingine wakati nikilima unakuta shamba zima linafanya nini? Linateketea. Lakini hii iliweza kukinzana na kiwango kikubwa sana kwa mnyauko, hasa kwa ukanda wetu wa Pwani. Tunasumbuliwa sana na mnyauko. Unaweza ukalima nyanya chungu, ukalima nini, ukalima nyanya fulani, lakini hii ni kiboko ilikuja kuzuia kabisa ile hali ya mnyauko, ambapo kwa sasa hivi ninalima kwa uhakika kabisa. East West Seed wameninua. Kwanza kabisa kitu ambacho mimi kilinifurahisha wakati naamua kutumia hizi mbegu, mimi nilipita kwenye mitandao ya kijamii nikakutana na hii mbegu, watu wanaisifia na nini, nikasema ngoja nijaribu. Kwa hiyo kipindi sijathubutu, nakumbuka nilipiga simu kwa kutumia vile vipeperushi, kwa sababu nilinunua mbegu ilikuwa gramu 1, nikasema ngoja kwanza nikajaribishe hii mbegu, sikulima kwa wingi. Nikanunua gramu 1, nikasema ngoja nijaribishe. Lakini wakati nimenunua nikasema sasa ngoja niwatumie East West wenyewe moja kwa moja. Wakati nawasiliana, nakumbuka ile simu ilikuwa Arusha, kitu kama sikosei. Wakanirinki na mtu wa Pwani, baadaye wakanirinki na bwana shamba ambaye anaitwa Yasini. Ndipo ambapo nilianza kufanya kazi na East West kwa hakika, ambapo nilikuwa nikipiga tu simu yule bwana ameshafika shamba. Hata kama niko kwenye shughuli zangu, nikimwambia bwana nenda shambani, yule bwana alikuwa na uwezo kufika shambani kwa wakati na ananishauri fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki. Na kiukweli ukishauriwa fanya hiki, usipoweka moyo mgumu, basi matokeo ndivyo yanavyokuwa. Kwa sababu tuweza tukawa mashahidi, hii mvua sasa hivi mvua nafikiri ndo zinaishia. Hii nyanya imepandwa tarehe 1 mwezi wa 4. Kipindi ambacho mwezi wa 4 nafikiri, kipindi ambacho ndio mvua zimeanza. Ina maana imeanza na mvua, imeishia na mvua, lakini matokeo ndio kama haya. Lakini sehemu zingine, vipindi vingine hapo ni kulima nyanya zingine, kipindi cha mvua kuna abortion nyingi, matunda yanapasuka. Yaani unaweza kukimbia shamba. Kuna kipindi nishawahi kulima ni sikupata kitu, niangamiza hela nyingi, lakini ndio hivyo. Na toka utumie mbegu ya dhahabu F1, toka ulipoanza kulima, unaweza kutuambia kidogo umepata faida kiasi gani mara baada ya kutumia mbegu ya dhahabu F1 kutoka kwa East West Seed? Kwa faida kwa kweli nimepata faida kubwa. Kiona mpaka sasa hivi ninalima mashamba makubwa, na nilianza na gramu 1. Sasa hivi ninaweza kupiga hata gramu 25. Hii ni hatua ambayo mtu kwanza umeipenda. Wewe unaweza ukahesabu tu kutoka gramu 1 mpaka gramu 25. Maana yake umesha prove kile kitu kinafanya nini? Kinakusaidia. Pili, kinachonifurahisha ni kwenye masoko. Hii nyanya naweza nikaichukua leo nikaivuna hata ndani, labda ni kipindi ambacho labda soko ni gumu, nikaivuna. Labda wateja wamekata, nikaiweka ndani, ikastahimili. Siku mteja anakuja anachukua ile nyanya anaondoka na anaenda anafanya nini? Anauza. Umeona? Kwa hiyo ni kitu ambacho yani sokoni inapendwa na mkulima mwenyewe anaipenda. Kwa hiyo ndio hivyo kitu ambacho kinanifurahisha hasa. Umezungumzia swala zima la masoko, hapo ndo penyewe. East West Seed wamekusaidia kwa namna gani kuhakikisha kwamba unapata masoko yaliyokuwa na uhakika pale utakapokuwa umetoa mazao yako shambani? Kwanza kabisa uhakika wa mazao wa tunda lenyewe ni soko namba 1. Hata sokoni tunda lenyewe kwanza linajiuza. Pili, inapotokea labda changamoto, masoko yamekuwa mengi, labda mmelima wengi, wao wanakulinki na masoko na watu mbalimbali kulingana na eneo ulilopo. Kwa hiyo wanawaleta watu, wananunua yale mazao, au anakupa mawasiliano kwambia mtafute fulani, ukipata fulani, akimwambia nimelima mbegu labda ni dhahabu F1, labda nimelima imara. Kwa hiyo yani mteja tu akishasikia umelima ni nyanya ya aina gani, jina ukamtajia, sababu usikufanya biashara siku hizo wanajua na kuuliza kabisa ni nyanya aina gani. Labda ni dhahabu, wanasema hiyo niletee. Hiyo nyingine mimi sitaki, kama umelima tofauti. Kwa hiyo wenyewe wafanya biashara kule sokoni wanazijua nyanya zao ambazo wanafanya nini? Wanazozihitaji. Kwa kumalizia, kuna mkulima yuko mkoa wa Pwani na hasa katika wilaya ya Mkuranga.
lakini changamoto ilikuwa hawezi kulima nyanya kwa sababu zake anazofahamu yeye mwenyewe. Wewe kama mkulima ambao umethubutu kutumia hii mbegu ya Dhahabu F1, unaweza kuambia kitu gani? Kwanza kwa mkulima wa pwani, mimi cha kumshauri akilimia pwani, soko huko karibu nalo, hasafiri umbali mrefu. Mfano mimi hapa nalimia pwani, mimi sijawahi kubeba nyanya yangu. Kuna kipindi nilima hapa ekari 2 mfululizo kwa wakati huo mmoja, ambayo ni nini? Dhahabu F1. Lakini sikuwahi kuchukua kwamba nichukue nyanya yangu mimi nipeleke sokoni nikaanze kushindana na madalali. Wafanyabiashara wote walikuwa wanakuja hapa. Mtu anakuja anahitaji boksi 50. Yaani huyo dalali sasa yeye ndo anakuja kununua nyanya hapa. Sio kwamba mimi ndo nimpelekee wapi? Sokoni. Hiyo ni faida namba 1 kulimia pwani, ambao ni kubwa zaidi. Alafu pili, unapolimia pwani, tofauti na mtu aliyelimia mkoa mwingine wa mbali. Wewe nyanya huku inauzwa 60,000 kwa wakati huu soko la Dar es Salaam, sababu ndio soko kubwa. Ndio sema ambao nyanya zinaongozwa kwa kuuzwa bei kubwa. Yule kule labda kule labda yeye ameuza kule atauza labda 20,000, lakini ukija kwa inapofika Dar es Salaam itauzwa kwa bei labda shilingi 45,000. Mimi niliyoko hapa nimeshuka sana, nitauza shilingi 40,000. Umeona? Kwa hiyo mtu anaona ni bora nikachukua nyanya ambayo haijasafiri umbali mrefu kwanza, alafu pili iko hapa hapa, nikiichukua pia na uwezo wa kuvumilia pia sana kwa sababu nimechukulia karibu. Kwa hiyo yule mfanyabiashara anaacha kwenda sokoni, anakuja kununulia wapi? Shambani kwako, kwa sababu anapata kitu kilicho fresh. Tumalizie kabisa. Mbegu bora kwa mapato mazuri. Sisi kama idara ya kilimo tunawashauri wakulima, pamoja na kulima mazao mengine yote, tunawashauri kulima mazao ya kilimo cha bustani ambacho kinaleta tija kubwa sana. Kwa kutumia eneo dogo unaweza ukazalisha na kupata faida kubwa sana kuliko kulima eneo kubwa. Pia tunashirikiana na taasisi mbalimbali ili kuweza kuwawezesha wakulima kupata mbegu bora ambazo zinaweza kuwasaidia kupata mavuno mengi kwa mara moja. Pia kuchagua mbegu ambazo zinaleta tija kwa wakulima, mbegu ambazo pia zinakinzana na magonjwa ambayo yanaweza kusababisha kupoteza mavuno shambani. Mbegu ambazo tunawashauri wakulima kuchukua mbegu ambazo zimezalishwa kwa utaratibu ambao unawasaidia wakulima kupata mavuno mengi kwa mara moja, na mbegu ambazo zinakinzana na magonjwa na hazina mashambulizi makubwa ya wadudu. Pia tunashirikiana na taasisi kama East West. Mbegu zao tunawashauri wakulima wazitumie kwa sababu zinatoa kipato kikubwa. Kwa majina naitwa Kelvin Ngonyani, ni bwana shamba kiongozi kutoka kampuni ya East West Seed. Nasimamia kanda ya Mashariki, lakini pia nasimamia kanda ya mikoa ya Nyanda za Juu Kusini. Leo tumekuja kuona shamba la Dhahabu F1. Kama tunavyoliona ni shamba ambalo liko Mkuranga, ambapo ni mkoa wa Pwani. Kama tulivyoona kupitia hii nyanya ya Dhahabu F1, tumeona ni nyanya ambayo ina uzao mkubwa, lakini pia inastahimili changamoto tofauti tofauti. Na hiyo ndio dhamira ya kampuni ya East West Seed, kama tulivyosema kwamba ni kampuni ambayo inajihusisha na utafiti, uzalishaji na usambazaji wa mbegu za mboga mboga na matunda. Sisi tunapenda kuwashauri wakulima watumie mbegu za kutoka East West Seed kwa sababu zitajibu maswali mengi au changamoto nyingi ambazo wamekuwa kukumbana nazo. Kutoka East West Seed tunatamani mkulima afanye kilimo chenye tija, na siku zote tunasema kilimo chenye tija kinaanza na uchaguzi wa mbegu bora. Dhahabu F1 ni nyanya miongoni mwa nyanya ambazo tunasema ni za kisasa sana, kwa sababu ni mbegu ambayo mkulima akipanda masika atapata matokeo, akipanda kiangazi atapata matokeo. Kama unavyoona ardhi ya Pwani, udongo ambao ni kiasi kikubwa ni mchanga, lakini mkulima amepanda, ameona nyanya imefanya vizuri, lakini pia ni msimu ambao ulikuwa ni msimu wa mvua nyingi. Tulitegemea kama tulivyosikia wakulima wengine wamesema wamepata changamoto ya kupata matokeo chanya kwenye mashamba yao kwa sababu ya zimeathiriwa na magonjwa, lakini shamba hili limeanza na mvua na linamaliza na mvua, lakini bado unaweza kaona mmea wake jinsi ulivyo, kuanzia chini mpaka juu haujaguswa na magonjwa ya majani. Tunaposema Dhahabu F1 inastahimili changamoto za magonjwa ya majani, hasa bakajani wai, bakajani chelewa, tunamaanisha kama inavyoonekana kwenye mmea wetu wa Dhahabu F1, kuanzia chini mpaka juu, na unapamba matunda mengi ya kutosha. Kwa hiyo tunaanzia kwenye uchaguzi wa mbegu.
tunaposema imara au dhahabu F1 inabeba matunda mengi, ni kwamba kuanzia chini mpaka juu. Unaiona hii nyanya, mimi mwenyewe ni mfupi na bado inaendelea kurefuka. Kwa hiyo maana yake ni mbegu ambayo tuna uhakika mkulima akiipanda atapata matokeo. Lakini mkulima akipanda ana uhakika kwenda kuvuna mavuno mengi. Kama tunavyojua kwenye upande wa kipato, uwezo wa mbegu mkulima kumpatia takriban tani 35 mpaka 75 kwa ekari moja. Kwa hiyo unaweza kuona kiasi gani mbegu hii sisi kama East West Seed tumefanya utafiti na kuona namna gani tunaweza kumsaidia Mtanzania, hasa wakulima wanaolima mazao ya bustani kwenye upande wa nyanya, apate mbegu ambayo itampunguzia changamoto za shambani, lakini pia changamoto nyingine kubwa ni ya sokoni. Kama unavyoona matunda haya, haya ni matunda ya dhahabu F1. Kama tunavyosisitiza siku zote kwamba unapolima anzia sokoni. Soko linapenda nini? Soko linapenda nyanya ambayo ni ngumu, ina matunda makubwa, lakini pia matunda ambayo yanaweza kukaa muda mrefu pasipo kuoza. Dhahabu F1 mkulima akivuna anaweza kukaa nayo kwa takriban wiki 3 pasipo kuoza, na sio kuweka kwenye friji, ameweka ardhini katika mazingira ambayo tunasema ni masafi kabisa, lakini sio kwenye friji. Ni nyanya ambayo inastahimili changamoto nyingi, na hii inampa nafasi mkulima kuweza kupeleka soko lolote ambalo anajua yeye akienda kuuza atapata faida kubwa. Kuna changamoto nyingi sana ambazo wakulima wetu wamekuwa wakikumbana nazo, ambao wamepata changamoto kutumia mbegu zingine wakikeshana na dhahabu F1. Unakuta mkulima ametoa nyanya kutoka shambani kuipeleka sokoni, anafika pale nyanya imelojeka, inabidi aanze tena kuipanga upya. Lakini kwa upande wa dhahabu F1, mkulima akitoka nayo shambani ataenda nayo sokoni, hatapata karaha ya kuweza kuipanga tena upya. Anaenda nayo kama ilivyo, kwa sababu ganda lake ni gumu, tunda lake ni gumu sana, lakini pia inakubalika sokoni. Tunawasisitiza wakulima, tunawasisitiza Watanzania kwamba siku zote kilimo chenye tija kinaanza na uchaguzi wa mbegu bora, na mbegu bora zinatoka East West Seed, na sisi tuna kauli yetu, tunasema mbegu bora kwa mapato mazuri. Asante sana. Wanasema mbegu bora kwa mapato mazuri. Ni kipindi cha Kilimo Sokoni, tunahakikisha kwamba tunakufikisha sehemu tofauti tofauti katika mkoa wa Dar es Salaam na hata nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Lakini pia kumbuka dhahabu F1 katika mkoa wa Pwani, wilaya ya Mkuranga, imepata heshima kubwa sana. Na hii dhahabu kutoka kwao East West Seed ni mabingwa wa uuzaji wa mbegu za mboga mboga pamoja na matunda, wanahakikisha unanufaika. Tazama hii mbegu, tazama ili tunda lilivyo, ukubwa wake sio embe wala tango, bali ni nyanya ya dhahabu F1 kutoka kwao kampuni ya East West Seed. Ukiitazama hata ukiibonyeza, ganda lake ni gumu kweli kweli, lakini pia ukikata katikati haina mchuzi mwingi, ila ina nyama nyingi. Kwa sisi ambao tunapenda mambo ya kachumbari na mambo ya sotojo, hii inatufaa sana. Na lakini pia hata sokoni imebeba thamani kubwa. Wewe itazame dhahabu hii F1, afu katazame na mbegu zingine, utagundua kwamba dhahabu F1 ndo mwisho wa matatizo. Ni kampuni ya East West Seed. Kama Festo ametumia dhahabu F1, wewe kwani usitumie? Una maoni, una ushauri? Hiki ni kipindi cha Kilimo Sokoni, tunakufikisha sehemu tofauti tofauti. Sasa tuko mkoani Pwani, lakini pia tunatamani tupite sehemu tofauti tofauti. Lakini yote kwa yote haya, wasiliana nao kampuni ya East West Seed kupitia namba inapopita chini ya skrini yako hapa. Mimi ni Nicholas Kiloko. Shukrani sana kwa Frank Godfrey, amehakikisha kwamba tunakufikia popote pale ulipo. Picha hayumbi, haichezi, inakaa vizuri kabisa. Siku zote tunasema kwamba mbegu bora kwa mapato mazuri. Bye.